ama tamko letu la kuwashauri viongozi wetu wa kamati ya utendaji wa klabu ya Yanga. Kama mnavyokumbuka kwamba baada ya mechi ya tarehe 8 mwezi wa Machi huu kuvurugika pale uwanja wa Benjamin, klabu yetu walitoa tamko rasmi ambalo lilionyesha kwamba hatutacheza tena mechi ya marudiano na wenzetu Simba, kwa sababu tuliamini kwamba tumeshamaliza mechi ile. Lakini katika taarifa ile, klabu kupitia kamati ya utendaji kwenye tamko lao waliainisha mambo mengi. Moja ya vitu ambavyo wamevielezea ni kwamba tumepata hasara zaidi ya milioni 58 ambazo zimesababishwa na baadhi ya watu wachache ambao walivuruga mechi ile. Lakini pia walidai kwamba ni vizuri tukapewa pointi 3 kwa sababu tulitimiza kila aina ya kanuni ambayo ilitakiwa kwenye mechi ile. Lakini wakaenda mbali zaidi kwamba wanachama, wapenzi na mashabiki wetu wamesumbuka, wamepata tabu kutoka mikoa mbalimbali na hapa Dar es Salaam pia kwenda uwanjani kuisupport timu yetu, lakini mechi haikuwepo. Hivyo ni usumbufu ambao umefanywa na baadhi ya viongozi wachache wenye mamlaka ya kuongoza mpira wa nchi hii. Waliwapa TFF masaa 72 kujibu barua yetu. Tunaamini barua yetu imejibiwa na klabu haikuridhika na majibu ya barua ile, ndio maana klabu yetu wamekata rufaa FIFA, kwa maana ya chombo kinachoshughulika na migogoro ama usuluhishi kule kazi. Imani yetu kama mkoa wa Dar es Salaam, kwanza tuna imani na viongozi wetu. Tunaamini wamefanya hivi kwa maslahi mapana ya klabu yetu, na sisi kama mkoa tunawaunga mkono kwa jitihada hizo, na tunasema swala hili tunaliacha mpaka hapo tamko kutoka kasi litakapotolewa. Tunaamini kwamba viongozi wetu wako makini. Viongozi wako makini na wako tayari kwa maana kwa ajili ya kuitetea klabu yetu. Lakini ndugu zangu, mtakumbuka kwamba kabla hatujajibiwa barua yetu, kitu ambacho sasa kimeleta taharuki kubwa kwa wapenzi na mashabiki wa Yanga ni pale baada ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF alipoibuka na kuanza kutoa shutuma, dharau, kejeli na matusi kwa wanayanga. Hili ndio limetusababisha sasa tuamke tuje tuseme hapana, Yanga ina wenyewe na wenyewe ndio sisi. Amen. Kwenye kauli ya rais wa TFF ambao alipigiwa simu na kituo kimoja cha radio, akaulizwa swali, lakini badala ya kujibu swali alianza kuwashutumu, kuwatukana, na tunaamini alitulenga sisi kwa sababu sisi ndio tuliandika barua kupeleka TFF. Kwa shutuma zile ama kejeli zile ama dharau zile ziliwalenga wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga. Moja ya dharau ambazo umetuambia ni kwamba hao wanaodai hayo yaliyodaiwa kwenye barua ile ni mambo ya kitoto na ya kijinga. Tunaamini rais wa shirikisho la mpira wa miguu amemaanisha wanayanga ni watoto na ni wajinga. Bora wewe mtoto wa mwerevu, lakini ni watoto alafu ni wajinga. Hili limetukera, limetuudhi na limetusikitisha kama wanayanga. Lakini baada ya hili akaingia kwa viongozi wetu
ambao sisi wanayanga tuliamini tumewachagua viongozi makini, viongozi wenye nia thabiti ya kuendeleza klabu yetu, viongozi ambao tuliwapima tukaamini wanatosha ndani ya uongozi wetu. Akasema nao wana makando kando. Kwa hiyo wale tunawaambia awajibishe bodi ya ligi, nao waangalie viongozi wao wana haki gani ya kuendelea kuongoza kati nao si waadilifu. Hili nalo tunadhani rais wa TFF ama rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini ametukosea sana wanayanga. Labda aje atuambie sasa. Sababu sisi hatuoni. Hatujawahi kuona uongo wa viongozi wetu. Na lazima tungeona uongo wa viongozi wetu, tungeshawajibisha. Yanga hatuna sibili na mtu mbovu kwetu. Amen. Labda sasa rais atuambie ubovu wa viongozi wetu ni upi? Udhaifu wa viongozi wetu ni upi? Ili tuone kama tunaweza kuwajibisha, tuwajibishe, kwa sababu hatuwezi kukaa na watu wabovu na sisi pia. Tunaamini kabisa yale waliotuahidi viongozi wetu wa klabu chini ya Rais Engineer Hersi na wajumbe wa kamati ya utendaji wameatekeleza kwa asilimia 85 ama 90 kabla hata ya muda wao kumalizika. Leo kutuambia viongozi wetu ni wabovu, rais ametukosea sana wanayanga. Mbali zaidi sasa, rais wa TFF akasema hawa wanaodai kwamba ni wawajibishe bodi ya ligi wasinijaribu, wasitujaribu TFF. Tutakuwa wakali na kuchukua hatua stahiki. Tunajiuliza, hivi kumwambia kwamba tunahitaji kupata kanuni iliyoahirisha mechi ya Machi 8 tunamjaribu? Hivi hatuna haki ya kuhoji kwamba kanuni gani inatumika kuahirisha mechi ya tarehe 8? Hivi haoni thamani ya Yanga? Tunasema rais ametukosea sana. Lakini akatuambia tena, kwa maelezo rais akatuambia tena, wale wanaodai mambo haya watuachie mpira wetu wakacheze sinema. Dharau kubwa sana. Hili nalo tunaona bado ni dharau za rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini kwa wanachama na wapenzi na washabiki wa Yanga Afrika. Historia ya klabu inatuonyesha waasisi wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, na mzee wetu wa Benjamin Karume walifanya kazi kubwa ya ukombozi wa nchi hii wakitumia michezo, wakitumia klabu hii ya Yanga Africans. Uhuru wa Tanzania ambao ulipatikana mwaka 61, klabu hii ina mchango mkubwa sana. Madhumuni ya kuanzisha klabu hii ni kuunganisha Watanzania kwenye swala la michezo. Michezo imetuunganisha. Klabu hii haijali dini ya mtu. Klabu hii haijali kabila la mtu. Klabu hii haijali itikadi ya kisiasa ya mtu. Tumeungana wote kwa nembo ya Young Africans. Hapa kuna watu wa vyama vyote, kuna watu wa dini zote, kuna makabila yote, tumeunganishwa kwa ajili ya Young Africans. Leo tutuambia tumwachie mpira wake tukacheze sinema. Kwanza amedhalilisha tasnia ya sinema nchini. Ndio. Tasnia ya filamu amedhalilisha kwamba ni mchezo mbovu, ni mchezo ambao hauna maana, ni mchezo unaochezwa na watoto na watu wajinga. Young Africa, tuna tawi la Yanga ambalo wamelipa ada, tawi lenye thamani kubwa kwetu, tawi la wasanii ambalo limejumuisha wasanii wote wa hapa Tanzania. Tunamwambia rais wa shirikisho ametukosea. Lakini pia tunasema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, anapambana sana kuhakikisha kwamba michezo inapiga hatua. Jitihada za rais kila mtu anaziona. Anapambana mwanamama yule. Leo anatokea mtu kutuambia tumwachie mpira wake tukacheze sinema.
Tunauliza, hivi tukiamua kutoka wanayanga wote tukacheze sinema, si tuna wasanii tayari, tunacheza filamu tayari, tunaweza kwenda kujifunza filamu kama nilivyokuambia. Lakini je, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anapambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba michezo inakuwa, mpira miguu unakuwa, atatuelewaje? Sasa tuna sisi ni wasaliti wa taifa letu? Tunamuomba waziri wa michezo nchini, tunaomba baraza la michezo nchini, hebu waamke, waangalie haya matamshi ya baadhi ya viongozi ambao wanajikinga kwamba hakuna mtu wa kuingilia, wao wanalindwa na sheria ya CAF. FIFA hairuhusu kuingiliwa. Tunaomba serikali sasa iangalie, huyu mtu anatugawa. Nchi inaelekea kwenye chani kesho kutwa mwezi wa 8. Leo na Yanga tunategemea kutoka kumwachia michezo yake. Hamuoni kama tunakuwa tunafanya vibaya kwenye taifa letu? Mtu mmoja anasababisha nchi yumbe. Tunasema haiwezekani.